Simba kuna jamaa vaje namba 20 jina kidogo ni msasa. Ansetiaula. Ndio huyo. Na namba 20 na Zawinga. Tofauti hapa tu kwenye management kidogo. Yanga sasa wako vizuri msimu wa management pia na wachezaji bora tofauti na zamani. Hata zamani kwa wanaitanga Bakuli lakini tuko natunga nayo hivyo, lakini sasa kidogo Yanga imekuwa Yanga nzuri, Yanga tamu. Huo ndio tofauti. Ambaye ana impress ndani ya Yanga kwa sasa. Ukisema mimi niko kwenye kikosi hicho. Ibrahim Baka. Mchezaji gani mpaka sasa hivi ambaye ndani ya klabu ya Yanga anakuvutia na imekuwa somo kwako, sababu kuna wachezaji wengi wa kimataifa na wachezaji bora kabisa? Mimi napendaga Max. Kwa jinsi anavyocheza, kwa sababu ni type fulani ambayo anafanya kazi kubwa sana kuliko wachezaji wengine. Kwa hiyo napenda sana Max. Finali hapo umeiona mchezo kati ya Afrika na Kishimba au kutoka upande wa Afrika. Mchezo ulikuwa aina gani? Kwanza jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama. Tumepata matokeo, tumechukua kombe. Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu watu wote walikuwa wanataka kuchukua kombe. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri moja kwa moja. Kila kitu kimeenda sawa na Mungu kajalia tumepata matokeo. Bwana, umekutana na sasa Shaibu Ninja, umekutana pia na Mkomolo, Yohana Mkomolo. Kwa upande wako ilikuwa ni siku gani siku ya leo? Kwa upande wangu ilikuwa siku nzuri kwa sababu ni moja ya kukumbukana, ni watu tuliocheza timu moja, Yanga Afrika tumecheza pamoja. Kwa hiyo ni moja ya kukumbukana kwamba bado tunaendelea kucheza mpira na bado tunaendelea kufanya kazi yetu ile tukutanisha hapo mwanzo. Kitu gani ambacho kinakukumbusha wakati uko Yanga ukicheza Yohana Mkomola pamoja na Shaibu Abdalla Ninja? Kitu ambacho nakikumbuka wakati tunacheza nao ilikuwa ni kupambana. Tulikuwa tunapambana sana kwa ajili ya malengo yetu. Tumepambana na mpaka leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko hapa tunaendelea kucheza. Hicho ndio ninachokikumbuka. Kuna mtu anataka kufahamu kuhusiana na Makapu sasa hivi anacheza timu gani? Kwa sasa anacheza big man, iko championship. Ndio. Yeah. Na mko nafasi ya ngapi sasa hivi? Tupo nafasi ya 7. Yeah. Kuna uwezekano kurudi tena ligi kuu kwa sasa au ndio basi tena? Uwezekano upo kwa sababu kuna wachezaji wengi tu wanarudi chini baadaye wanakuja juu. Uwezekano upo. Kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu kufanya mazoezi kwa bidii. Mungu anaweza kujalia ukarudi tena. Iwe kitu chochote kinawezekana kwenye maisha. Ukiona chama lako la Yanga kwa sasa unalionaje? Kwa sasa hivi lipo vizuri, timu iko vizuri na wachezaji wazuri. Kila kitu kipo vizuri, management ninachokiona sasa hivi hapo vizuri, yani kwa kweli wanacheza vizuri. Kitu ambacho kinakukumbusha kwamba kipindi ambacho ulikuwa unacheza Yanga kwamba ingekuwa kama kipindi kile sasa hivi kwa hivi na vile. Kinachonikumbusha sasa hivi Yanga ni uongozi. Uongozi upo vizuri, umejipanga vizuri. Wachezaji wanapata stahiki zao kwa wakati. Tofauti kidogo na kipindi cha nyuma tulipokuwa kidogo. Stahiki zilikuwa ngumu kidogo, lakini sasa hivi hata wanapata hela kwa wakati kidogo. Naona mambo ikitokea natamani kwa sababu kila kitu si Mungu akikurudisha unaenda kufanya kazi, si bado nacheza. Mungu akisaidia ni kama nikiweza kurudi kazi. Lakini unaona uwezekano kwa sababu tunaona kwa upande wa Simba walirudisha mtu kama Chama. Unafikiria wakaona bado una nafasi kwa sasa kurudi pale Jangwani? Chochote kinaweza kutokea duniani. Kikubwa usikate tamaa kwenye maisha. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu tu akujalie mwisho mwema basi. Mtu ambaye ana impress ndani ya Yanga kwa sasa. Ukisema mimi niko kwenye kikosi hicho. Ibrahim Baka. Labda anapiga kitu yote miwili, anapiga kushoto na kulia. Naona ndio kinachomuongezea Max kwa upande wake. Ndio hicho tu. Lakini vingine vilivyobaki sasa na mimi tu nilivyokuwa. Kuna kitu gani cha kuzungumza hasa kuzungumzia mchezo wa sasa na ndio hapo baadaye? Mchezo gani? Mchezo yako ya sasa. Jinsi unavyocheza na huko baadaye. Mimi naona nipo fresh tu, kikubwa ni Mwenyezi Mungu tu atujalie uzima. Basi bwana nikushukuru sana. Asante sana. Kuna lolote la kuweza kuzungumza manake najua kupenda soka lakini kuna vitu vingi vya kuweza kuzungumza. Kikubwa watu waendelee tu kupenda mpira
na kuwaambia vijana wadogo wafanye kazi ili waweze kufika sehemu kubwa katika maisha. Hicho mmoja mpesa sema bwana Makamba na story nzuri sana kutoka Jangwani. Kisha story ambayo itamwacha msikilizaji akumbuke Makamba. Story ambayo itakukumbusha finali Mapinduzi Yanga Simba ile. Uliona bato kidogo ile. Yanga Simba finali Mapinduzi. Nyuma nilikuwa mimi na Ninja, nakumbuka. Nilikuwa mimi na Ninja, nakumbuka. Si ndo nakumbusha story fupi. Na leo tulikuwa pale hiyo story fupi. Bwana shukrani. Asante sana. Habari yako na mkombozi? Mambo vipi baba? Fresh kama siku. Tokea 2018. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nakuona tena leo katika Ramadhani Cup. Neno moja tuambie katika mashindano haya. Mmeshinda mmepigwa? Sisi ndio machampions siku zote na sisi ndio wenyeji wa uwanja huu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuvuka mabingwa katika mashindano haya. Haikuwa rahisi, tulikutana na wachezaji wazuri na timu moja ngumu, lakini tumeweza kupambana kupatua, tumepata matokeo. Umecheza kitambo sana. Nitajie ligi ambayo kwa unachezea enzi hizo ambazo umepotea. Nikumbushie tu kidogo. Mimi nimecheza nasi ilikuwa ile za Ulaya. Nimesikia ulikuwa Ulaya. Bwana nataka nipocheze za Ulaya. Mimi kwanza ligi kuu ya Ukraine. Lakini baada ya vita mbalimbali karejea Tanzania na mpaka leo vita bado haijakaa vizuri, kwa hiyo bado nipo Tanzania. Leo katika finali ya leo nimemwona Minja, nimemwona pamoja na Makamba. Ni wachezaji kidogo ambao kitambo wamepotea katika ligi na asilimia nyingi wamepotea na hawajulikani wapi walipo. Wewe pia umeonekana leo. Ni nini ambacho kimewashawishi sana kucheza katika mashindano ya leo? Sisi wao ndio wenyeji kama nilivyosema mwanzo, sisi ndio wenyeji wa hii sehemu, na sisi pia ndio wachezaji ambao sema tumepotea, tupo sema hata tumetufuatilia, lakini watu hapo na bado wanacheza mpira vivyo. Ukimwangalia Ninja yupo daraja la kwanza, yupo transfer kama sikosei. Makamba ndio sijajua kwa sababu gani. Mimi niko kwa KVZ, nimeweza mkataba, sasa hivi nimebaki nyumbani. Kwa hiyo una mpango wa kuongeza mkataba wote au madili ambayo limeshakuja kwako mezani? Madili yalikuja, lakini ilikuja sehemu ambayo dirisha tayari lishafungwa. Kwa hiyo lazima kwamba nisubiri dirisha kubwa ndio niweze kusajiliwa na timu nyingine. Unatamani kurudi katika ligi ya NBC? Unatamani kuwepo katika timu ipi? Kila mtu anatamani kuwepo katika ligi kuu kwa sababu ni sehemu ya kazi na pia sehemu ya kuonekana kwa mbele zaidi. Kwa hiyo nadhani mimi ni timu yote ambayo itakuja au ambao nitakutana nao wataona mimi nafaa kuwasaidia, basi nitacheza. Mimi ni mchezaji chagua jembe siku zote. Popote nafaa. Umechukua ushindi mara ngapi siku ya leo? Nyuma pia umechukua ushindi au leo ndo kwa mara ya kwanza? Timu hii ilichukua ubingwa muda mrefu sasa, kibingwa kwa kaka zetu. Kwa hiyo unaweza kusema hii ni mara ya pili au mara ya tatu. Kwa sasa yako na Yohani kwa sasa cheza timu ya shughuli za hera. Ni tofauti labda tu kwenye management kidogo. Yanga sasa tumeshika kwenye wako zika msema management pia na wachezaji bora tofauti na zamani. Hata sisi zamani kwa wanaitanga Bakuli, lakini tulikuwa tunatunga nayo hivyo, lakini sasa kidogo Yanga imekuwa Yanga nzuri, Yanga tamu. Hiyo ndio tofauti. Ni moja ya kumbukumbu nzuri kwa sababu tulikutana sehemu. Striker katupa ubingwa, striker penalty ya ushindi, striker katupa ushindi, striker. Asante. Ni kumbukumbu nzuri tunaweza kukutana tena kwa sababu muda mrefu tunaweza kupoteana. Ukiangalia Ninja na kaza yake Tabata, mimi na kaza yangu Jangwani. Kwa hiyo kukutana kama kwenye hivi kwa masuala ya mechi mechi. Kwa hiyo ni moja kumbukumbu nzuri kwetu. Neno moja kwa mashabiki zangu ambao wanatamani wakuone tena na wanakufuatilia. Mimi naomba usinikatie tamaa, mimi bado nipo na naendelea kupambana. Bado tu hajapata changamoto tena kuonekana. Kwa na waahidi pia nitapambana, nitaweza kurejea katika ligi kuu. Mchezaji gani mpaka sasa hivi ambaye ndani ya klabu ya Yanga anakuvutia na imekuwa somo kwako kwa sababu wachezaji wengi wa kimataifa na wachezaji bora kabisa? Mimi napendaga Max. Kwa jinsi anavyocheza kwa sababu ni type fulani ambayo anafanya kazi kubwa sana kuliko wachezaji wengine. Kwa hiyo napenda sana Max. Kwa upande wa timu zingine nakupa offer timu tatu. Singida, Azam pamoja na Simba. Azam nado. Simba kuna jamaa ambaye namba 20, si 20. Jina kidogo ni msao. Anisetia huyo. Ndio huyo. Namba 20 na Zawinga. Na Singida
Rupia. Basi Rupia. Hebu la mwisho kabisa. Sasa wewe unasikia kwa upande wa Yanga Makombe. Max Zengeli Max. Makombe na kwa sasa hivi mtu mpango ule aula. Kwa sasa hivi ila kama Pacome atapata injury tunaenda na Pacome.